Karibuni sana, Kiswahili ni rahisi. Leo tunaangalia maswali na majibu ya vihusishi. Kihusishi ni nini? Kihusishi ni neno au maneno yanayoonyesha uhusiano baina ya neno moja na jingine, au baina ya kikundi kimoja cha maneno na kingine. Pili, taja aina za vihusishi. Kuna vihusishi vya mahali, vihusishi vya wakati, vihusishi vya kiwango, vihusishi vya ulinganisho, vihusishi vya sababu, kihusishi na cha mtenda, na vihusishi vya unganifu. Tatu, kwa kutolea mfano, eleza maana ya kwanza kihusishi na cha mtenda. Kihusishi na cha mtenda ni kihusishi kinachoonyesha mtendaji wa jambo fulani. Kitabu hicho kitasomwa na wanafunzi. Mtahiniwa ametunzwa na mwalimu. Gari lile nzuri lilitengenezwa na Ford. Pili, vihusishi vya mahali. Vihusishi ambavyo huonyesha uhusiano wa mahali. Musau ameketi kando ya mto. Dorcas ameenda kwa mjomba. Panya ameingia katika nyumba. Mwangeka alitembea hadi Taveta. Tatu, vihusishi vya wakati. Vihusishi ambavyo huonyesha uhusiano wa wakati. Rose aliosha vyombo baada ya kula. Tulicheza mpaka adhuhuri. Tuliimba hadi jioni. Hajaja hapa tangu jana. Mjarabu utafanywa kati ya saa 4 na saa 6. Dogo alifika alafu akaondoka. Mwalimu alifika darasani mbele ya wanafunzi. Vihusishi vya kiwango. Vihusishi vya kiwango ni vihusishi ambavyo huonyesha uhusiano wa kiwango. Walimu wamefunza hadi wakachoka. Wajenzi wamejenga mpaka wakakinai. Wanafunzi wengi walipata alama kati ya 80 na 95. Maziwa yamechemka mpaka yakamwagika. Mtoto amekula wali mpaka akashiba. Wachezaji wamefanya mazoezi hadi wakachoka. Vihusishi vya ulinganisho, au unaweza kusema vihusishi vya kulinganisha. Hivi ni vihusishi ambavyo huonyesha uhusiano kwa kulinganisha. Messi amefunga mabao mengi zaidi ya Ronaldo. Messi amefunga mabao mengi zaidi ya Ronaldo. Kwa hivyo zaidi ya ndio kulinganisha. Umelinganisha Messi na Ronaldo. Kwa hivyo
Kihusishi cha kulinganisha ni zaidi ya. Masika anaimba kama bahati. Zote alifika kikaoni mapema kuliko wanachama wengine. Mwanafunzi huyu ni bora kushinda yule. 4. Tunga sentensi itakayoonyesha matumizi ya kihusishi cha a unganifu. Vitabu vya wanafunzi vimepotea. 5. Tunga sentensi itakayoonyesha matumizi ya kihusishi cha a unganifu. Vitabu vya wanafunzi vimepotea. Pole. 5. Tunga sentensi ukitumia kihusishi cha a unganifu kuleta dhana zifuatazo. Kwanza, kuonyesha umilikaji. Vitabu vya wanahabari vimepotea, ile vya ni a unganifu. Wakati wote mimi kumbusha wanafunzi kuwa a unganifu ni silabi moja ambayo inaambishwa kwenye nomino. Pili, a unganifu kuonyesha hali. Chakula cha jioni huwa kitamu. Kuonyesha aina ya ua la waridi linapendeza. Kuonyesha aina ya kuonyesha nafasi katika orodha au nafasi katika kundi. Mwanahabari wa kwanza amewasili. Kuonyesha kifaa au ala. Misumari ya kujengea huuzwa hapa. Je, umeelewa? Tafadhali niambie kwenye maoni pale chini. Uniambie video ambayo nitashughulikia kesho. Shukran sana kwa kusubscribe na kwa kunisikiliza.